Christina Mwagala. Naambie jana na leo. Upo shoga yangu? Jana na leo. Juzi jana na leo. Ni juzi, jana na leo. Inaniuma. Pole. Asante. Ukale sasa. Ndugu yangu kuvumilia njaa siwezi. Na ndio maana kufunga siwezi. Maana mwili unazidi kuchanika. Mwili haujongo matofali. Acha ule. Na wala haukuwashi. Sasa mwili wangu mwenyewe nikinenepa nikiwa kitufwe. Mume ni naye. Una mume? Mashallah. Ni naye. Sasa mume au mchumba tunaweka? Ni naye. Nina mume boy wako Masanza mmerudiana. Yaani mimi kaniona Masanza. Kukosha hapo kwa Masanza. Mungu baba anaomba watu wameisha duniani. Kwa nini? Yule ex arudiwi. Ex anapigwa matukio. Ex akirudia ndugu yangu utaweza ukazimia. Ex dawa yake unamkausha. Kausha damu, kausha. Mbona sasa hivi kwanza alivyochoka? Hivi yupo? Choka. Mzako uko nafasi ya 4. Sasa yupo. Anapeta tu mjini. Sijamuona mambo yake anamnyokea. Angekuwa yupo yule. Angekuwa mambo yake anamnyokea ungemuona anamchapa mtu goli nyingi nyingi. Ungemuona kila siku kwenye kamera. Muulize zile goli nyingi anazofunga anashindaje atakwambia. Anashindaje? Muulize anashindaje, mwambie Masanza. Hivi timu yako inashindaje? Atakwambia. Siri unayo unaijua kiufupi. Kwanza yule hanaga siri, hana kaba. Mipango yote ananipa. Yaani kwa hiyo ni ex ambaye mna mawasiliano mazuri. Sana. Sana. Hongera. Mnafiki. Kwa nini? Unaacha kuuliza mambo ya TRA unaulizia mambo ya Masanza. Si ndio umeanza kuniambia kwamba hapa una njaa. Tunakuja kote huko. Lazima tuanze kukumbuka ndugu zetu. Inaniuma, yani ongea basi haraka haraka nikale. Nini jamani, mbona kama unanifukuza? Ongea haraka haraka nikale. Mimi kwa siku nakula mara 5. Mara 5. Saa 12 nikiamka nakula. Saa 3 nakula. Mangapi? Hiyo 2 hizo. Saa 6 nakula. 3. Saa 10 nakula. Hiyo ya 4. Saa 2 nakula. Hiyo ya 5. Na hizo naenda kula. TRA imekupenda sana. Mara hizi mara 5 kwa siku. Bwana hongera. Kwa nini sio kibonge? Ndio maana hapa nilikuwa njaa inauma kwa sababu tumbo nimeshalizoesha. Sasa hivi wewe nao unanieleleza tu hapa na Masanza. TRA kwa sababu inafanya vizuri ndio maana yote haya. Christina wewe ingekuwa TRA inafanya vibaya. Njaa usingehisi. Unataka kujua hivyo muulize Chukuchuku. Chukuchuku ndo nani? Khalid Chukuchuku. Khalid Chukuchuku. Semaji ana uwanja mzuri. Uwanja limejenga ule. Wakati unaenda kujengwa ule mimi nilikuwa napiga picha. Kamati kienda ziara, kamati za waheshimiwa madiwani. Kwa Chukuchuku akitamba. Kwa hiyo nawe unamwambia kwamba sitambe sana na wewe ulikuwepo. Kutamba ni haki yake kwa sababu yeye ndio yupo pale kwa sasa hivi. Kwa hiyo sisi binadamu kila mtu anatamba sehemu ambayo anakuwa. Kwa muda wake, umeelewa? Kwa hiyo huwezi kumzuia mtu eti asitambe kwa sababu gani? Hapana. Ndio maana mtu anaweza akawa na mpenzi wake, yule mwanamke akatamba na yule mwanaume wake. Alafu akiachwa anayekuja naye pia anatamba. Hata kama akiwa anatamba unajua kabisa kwamba najua matambo yale ya muda mfupi. Tesa kwa zamu hiyo. Kwa zamu. Kwa hiyo atatesa. Akija mwingine atatesa. Hivyo hivyo mpaka siku Mwenyezi Mungu akisema sasa muda wako wa kuishi duniani umeisha. Pale ndo sisi matambo yetu yanaisha. Kwa hiyo kila mtu anatamba kwa wakati aliokuwa nao. Kabisa. Maana na wewe unatamba na TRA United yako sasa hivi. Lazima nitambe kwa sababu namshukuru Mwenyezi Mungu kusema ukweli. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Napata matokeo mazuri. Nafasi ya 4 namaliza. Nafasi ya 4. Mchuano wa kimataifa naenda kushiriki. Kwa hiyo sina wasiwasi, sina kujihakikishia. Kwani ligi si haijaisha bado? Lakini Masanza ndio yuko juu pale na Singida Black Stars yake. Mimi nimekwambia hivi muulize Masanza anashindaje. Alafu mechi zinazokuja huyo atakusimulia vizuri. Muulize anashindaje. Alafu mechi ambazo ziko mbele yake atakusimulia vizuri. Mpaka sasa hivi anakupita alama 6 ujue. Ndogo sana. Pointi 6. Hazitushtui sisi na wala hazitushughulishi. Badala yake zinatupa changamoto ya kuweza kupambana kuhakikisha kwamba sisi tunashinda mechi zetu. Sisi hatumwangalia anashinda ama anapoteza. Ila ambacho tunachokiangalia sisi ni tushinde mechi zetu
ili tuweze kutimiza malengo ambayo tumejiwekea, kwa sababu mimi nakuaga mtu wa mwisho sana kukata tamaa. Mimi sije kukata tamaa kwenye maisha yangu yote. Yaani sijawahi mimi tena kwenye kukata tamaa, hapana. Ujue mimi Mhehe. Wahehe bwana. Sifa ya Wahehe wajasiri, wachapa kazi. Alafu sio machawa. Kuna wengine machawa. Wewe mtafute Mhehe chawa, niletee. Mhehe. Iringa. Awe chawa. Wewe acha kabisa. Wewe umepoa tajiri, umepoa. Hatuna. Tajiri unabaya. Tajiri unabaya. Wapi? Wahehe hiyo kwetu hamna. Sisi kazi. Kazi. Lakini kile ukiangalia Mwagala, unapata ujasiri kiasi gani kusema kwamba mpaka mwisho wa ligi mnakwenda kucheza kimataifa? Mechi ambazo ziko ndani ya uwezo wetu kushinda. Yaani hatuna mechi hata moja ambayo tunasema kwamba hii mechi sasa inakuwaje. Zote ziko ndani ya uwezo wetu. Kwa nini? Kwa sababu tuna ule utayari wa kucheza. Wakati huu ligi inakwenda ukingoni. Kwa timu ambayo haina future, inacheza ili mradi ikamilishe ratiba. Ambapo tunaona timu nyingine ndio zinafanya hivi. Kuna timu ambazo zinafanya hizi. Kama zipo, wewe fuatilia mpira. Nimekwambia ogopa TRA kama nafasi nne za juu. Jeni kwanza nitaweka red carpet kutoka kwangu Segerea mpaka Mlimani City. Wewe. Kiatu hicho ananyuka juu huyu. Nikuti sikiwa na pencil kama anagonga nini siku? Yaani nakwambia sitaki kusema nitakachokigonga kwa sababu sasa sitakuwa nishapoteza. Haitakuwa na special tena. Kwa hiyo siku hiyo nitakwambia Jeni na kamera yako, njooni mnaweza kunichukua kuanzia nyumbani kwangu Segerea mpaka nafika Mlimani City. Tunasherehekea mafanikio ya TRA, mamlaka TRA, timu ya mpira wa miguu. Lakini kwa kuangalia performance ya TRA United, Christina ndio ambayo inakupa jeuri sasa hivi unatamba kweli kweli. Ukiniambia katika ligi msimu huu 2025-26. Katika timu ambayo imefanikiwa kufanya vizuri, namba 1 TRA. Sisi TRA, unaona hii Shamria Bedi hapa? Ndio uwanja ambao tumekusanya pointi nyingi kuliko timu nyingine yote ambayo imecheza nyumbani. Ukitaja timu ambazo zimekusanya pointi nyingi nyumbani, TRA namba 1. Sijui wengine watakuwa kina nani, lakini TRA ndio namba 1. Ni sisi hapa. Kwa sababu kwenye huu uwanja katika mechi 15, si 15 zile tuna mechi 30, sio? 15 ugenini, 15 nyumbani. Mechi 15. Hapa si TRA tumekuja tumeshacheza mechi 5. Huko Tabora tumecheza mechi katika zile mechi 10 ambazo tumecheza hapa tumepoteza mechi na Fountain. Mechi 9 zote tumeokota pointi hapa. Tumeshinda hapa. Sare hapa tumetoka sare mechi hizi 3 tu 3. Yanga, Simba na JKT. Azam kapigwa hapa. Goli hizi chumba ngapi? 4. 1 2 3 4. Hapa. Mlimuokota siku ile. Tulimuokota, tulimfunga. Unajua kumuokota mkule kwa jalalani. Yaani si kumuokota nyingi, hiyo si nani lugha mitaani tu wanasema kimpira. Nyavu, Manula kaokota nyingi. Kaona wao umetumia kuokota Kaokota. Mmekao mmemchota nyingi. Alianzia goli hili. Hapa aliokota 2. Akaenda goli lile, akaokota 2. Mission katiki. Kwa hiyo katika hizo zote mechi ambazo tumecheza, nikikwambia katika timu ambayo imekuwa na mafanikio makubwa kwenye uwanja wake wa nyumbani, TRA namba 1, kwa sababu hapa wamekuja wakongwe. Wakongwe wameondoka, wamekunguta vumbi. Wakaondoka zao. TRA yao mnatamba. Handege. Nikikurudisha nyuma kidogo, kama ambavyo ulizungumza ukasema kwamba wewe ni mtu wa mwisho sana kukata tamaa, na ukata tamaa kwenye maisha haitakiwi kabisa. Sio kwako tu Mwagala. Yaani hiyo kote haitakiwi iwe hivyo, japokuwa kuna wengine wanashindwa kutokana na mambo yanakuwa ni mengi sana. Kuangalia hizi mechi zilizobaki,
Mwagala, wewe sasa hapa tuzungumze kimpira zaidi. Kwani mwanzo tulikuwa unajiona kabisa nafasi. Ngoja kwanza. Ukisema tuzungumze kimpira, mwanzo tulikuwa tunazungumza nini? Nasema watu si wao wanakuambia Samjo ni nyingi wewe. Watu wanasema bwana Mwagala, yani unawajaza sana watu. Jerry, wakati kwa Morocco, Jerry nakwambia mimi sina hili wala lile. Huyo mwenyewe nakwambia anashuka, we jamani, mmemwona mtu muongo? Mmemwona mwanamke muongo? Samjo ndio hizo nakuja. Kaanza kwanza, jamani Jerry, mimi na uongo wapi na wapi? Kati unatengeneza sana watu, unawajaza sana. Hapana, mimi naongea uzuri bwana, mimi ni msema ukweli. Yaani katika kitu ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu amenipatia, ni mimi huwa naongeaga ukweli. Siongezagi chumvi. Sasa Jeni, nikikwambia TRA ni timu kubwa na bora namba 1 barani Afrika, wewe unanikatalia nini? Namba 1 barani Afrika. Wewe unanikatalia nini? Unaona sisi TRA? Sisi TRA na Al-Ahly tunatofautiana ndege. Wao wanatumia ndege binafsi, sisi tunatumia ndege ya shirika la ndege Tanzania. Sisi tunatumia ndege ya shirika letu la Tanzania. Sasa hivi unapaa sana Mwagala. Na bado nitapaa sana. Si unanielewa? Sasa ule sisi ndio utofauti wetu kati ya sisi na nani? Na Al-Ahly. Yaani sisi level yetu ipo kule Al-Ahly, Mamelodi. Kwa mfano kama sasa hivi tunazungumzia kwenye kombe la dunia. Sawa? TRA ni kama Brazil. Inashinda na Brazil imechukua kombe la dunia makombe 5. Sasa TRA ni kama tukizungumza sasa tunasema sasa kwenye kombe la dunia unaifananisha nini TRA? Tunakwambia Brazil. Si unaelewa? Anafunga kuanzia goli 3 na kuendelea. Top scorer wana goli 5 lakini. Si unaelewa? Sasa ndo ukaanze nikikwambia timu namba 1 barani Afrika utasema mimi ni Samjo. Nakwambia TRA tuna link kwenye kombe la dunia, tuna link na Brazil, utasema mimi ni Samjo? Utasema mimi ni Samjo? Nikikwambia kwamba TRA sisi hapa hakuna timu ambayo inatukuta. Hapa katika timu Tanzania timu 16 hakuna hata moja inaweza karelate na sisi. Hamna. Uko nafasi ya 5, zile 4 zote zilizokuwa juu. Wana nini? Zile timu 4 zote zilizokuwa juu ni namba tu. Ila zile ni namba. Tukisema jamani tuanze kupima DNA. DNA ya nini sasa? Tukisema tuanze kupima DNA ya ushindi. Kuna mtu anashuka daraja. Anashuka zile timu 4 za juu. Tupime DNA. Kuna watu wanashuka daraja. Kwa nafasi ya kwanza pale. Kwa hiyo Yanga kwanza sisi mechi zetu zote, sisi mechi zote ambazo tumeshinda. Hakuna mechi hata moja TRA ambayo tumeshinda kwa nguvu za walimwengu. Hakuna. Wengine? Sisi mechi zetu zote tumeshindwa kwa uwezo wetu, kwa nguvu zetu, kwa jitihada zetu, kwa mapambano yetu. Hakuna nguvu za walimwengu zilizotumika sisi tukashinda tuko nafasi ya 5, rafiki yangu, hamna. Kwa hiyo hawa wengine wale wapo. Tukisema tuanze kupima DNA hapa. Tupime DNA hapa ya ushindi. Wanashuka daraja tu. Wanataka kusema kwamba TRA ndio timu ambayo ina wachezaji hatari kushinda hizo timu zilizokuwa nje. Quality player. Quality. Goalkeeper Jean Noel ya Monome. Clean sheet 12 ambazo hazina nguvu ya walimwengu. Clean sheet ngapi? 12. Hazina nguvu ya walimwengu. Na yule hanaga hasira. Hata mchezaji bahati mbaya akafunga goli hana hasira. Hasusi mechi. Jean tangia ameanza kudaka hajawahi kususa mechi hata hiyo. Unataka kusemaje hapo Mwagala? Nakwambia sasa, yani tukizungumzia magolikipa wakubwa, namba 1 ni Jean Noel ya Monome. Golikipa wa timu ya walipa kodi TRA United Sports Club. Amecheza mechi zote. Ukimwona Amonome haipo golini, basi ana injury. Sio kaingia kucheza akasusa akatoka. TRA hatuna kipa namna hiyo. Sasa yule ndo anatakiwa aje apate tuzo ya golikipa bora. Amonome. Makipa walobaki? Hamna. Amonome kwa Diara huoni kitu. Kuna kitu. Kasari huoni kitu. At least. Kasari at least. Kasari, Manula. Nani mwingine gani? Mwingine hamna. Unawakubali. Lakini Diara wewe humkubali. Mimi nimesema hivi. Yaani tunazungumza magolikipa, si ndio? Ukiniambia, tukikwambia golikipa gani wa kupewa tuzo, nitakwambia apewe Amonome.
Kazidi nini? Kacheza mechi zote, hajawahi kutoka uwanjani, mechi inaendelea. Kwa hiyo ukitoka uwanjani mechi inaendelea ndio tayari una injury. Kuna zile symptoms zinatokea. Injury, sema injury. Yeye. Injury, nasema injury. Ili mchezaji afanywe hesabu, atakiwa ameumia. Ana kadi nyekundu. Ngoja kwanza, wewe mpira unaangalia gani? Vibaya mno. Unaangalia? Sasa unataka unipe mimi kidagaa hicho? Sio kidagaa. Tunaongea, si umeniambia tuzungumze mpira? Tunazungumza mpira ndio. Mpira je? Nakwambia sasa hivi. Mechi inaendelea uwanjani. Ndio. Nataka kufanya sabu. Na kwa nini nifanye sabu? Nafanya sabu mchezaji kaumia. Kuna mambo ya kiufundi. Nafanya sabu mchezaji kaumia. Kwa hiyo sabu lazima mchezaji aumie Mwagala. Mchezaji kaumia, nafanya sabu mchezaji kapewa kadi nyekundu. Anatoka. Akishatoka, mfano katika position ya goalkeeper. Goalkeeper ndo kapata kadi nyekundu, sasa ndio kutoka. Akitoka tunabadilisha mchezaji. Tunabadilisha? Ndio. Si ndio hivyo? Sasa unatokaje kadi nyekundu? Sasa lakini kuna nani? Mabadiliko ya kiufundi. Mabadiliko ya kiufundi. Kocha sanaweza kaangalia tu akasema kwamba huyu pengine mchezo umemkataa au apumzike kwa ajili ya mechi nyingine, huyu hivi. Sisi zote zipo hizo. Kwani sababu zote ni kwamba mtu kaumia. Mwagala na wewe mpira wewe naye unataka uangalie. Goalkeeper namba 1. Jean Noel Amonome. Kipa la dunia. Kipa la nchi. Yaani yule hata akienda kwenye timu ambazo zinashiriki kombe la dunia, yule namba 1. Hakuna goalkeeper kombe la dunia. Anadaka yule. Anadaka. Kudaka anaweza akadaka, lakini ukisema namba 1 kudaka tu. Anadaka kwa mafanikio na anatoka na clean sheet. Sasa hivi hapa na clean sheet 12. Mchezo unaofuata ni dhidi ya Coastal Union. Jumatano. Utakuwepo utakoshaondoka? Tuombe Mungu inshallah. Mimi nataka uwepo. Kwa nini nataka niwepo? Shuhudie, ukatengeneze documentary ukasimulie. Namna gani ambavyo TRA imemaliza mechi yake ya mwisho kibingwa hapa. Safari ya kimataifa inakwenda kuanzia hapa. Nataka ubaki kwenye hiyo mechi, uondoke na documentary. Ngoja. Mlima leo uonekane. Mlima Meru. Unaonekana kwa wapi? Wapi? Mbona leo uonekane kile? Mawingu. Okay. Kwa sasa nilikuwa nataka ili siku hiyo tukifanya documentary nakwambia simama. Angalia mlima Meru ule. Sisi tukicheza hapa mpira tunautazama ule mlima Meru. Kwa hiyo sisi ni bora kama ambavyo tumekuwa kivutio cha utalii, kama ambavyo watu wakija wanasema tunakwenda kuangalia mlima Meru, tunakwenda Tarangire, Ngorongoro, Arusha National Park, Manyara. TRA ni moja ya timu ambazo ni kivutio cha utalii katika mkoa wetu wa Arusha. Nakutana na Coastal Union ambaye katoka kujeruhiwa chuma 4-0. Tena nusu finali. Nilikuwa nimekaa pale. Ukawaangalia. Nimeangalia. Wana timu nzuri by then. Sema tu walikuwa wamezidiwa. Simba. Walikuwa wamezidiwa kwa sababu Simba walikuwa wana jambo lao wanalihitaji. Kwa hiyo ukiangalia kwa mechi ambayo wamecheza vizuri. Wamecheza vizuri sana. Sema ndio hivyo, bahati iko upande wao. Lakini itakuwa ni mechi yao ya pili kupoteza sasa dhidi ya TRA. Kupoteza dhidi ya Simba Sports Club, wanakwenda kupoteza na TRA sasa tena. Sasa hilo watakwenda kupoteza mejiamini. Mimi sifa yangu kubwa ni kujiamini. Sifa yangu kubwa ni ukweli. Sifa yangu kubwa mimi ni muwazi. Sifa yangu kubwa mimi sikatagi tamaa. Na usinikatie tamaa mimi. Basi sawa, huyo ni Christina Mwagala, msemaji wa TRA United. Tumezungumza naye hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid hapa jijini Arusha. Amezungumza vitu vingi na huu ndio uwanja ambao wanaotumia kwa ajili ya mechi zao za nyumbani. Ametamba kweli na kwamba sasa hivi ukimuuliza ni timu gani kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa maana ya NBC imefanya vizuri mpaka sasa ama namba 1, anaipa TRA United kutokana na performance ambayo imeonyesha. Mimi ni Jenny Kishai na hii ni Kishai TV, aliye nyuma ya kamera ni Ben Light. Tufuatilie Kishai TV kwenye mitandao ya kijamii kote, tunapatikana kwa jina moja tu la Kishai TV.